lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza na mamangu, akamchukua mamangu, na baada ya kuchukua mamangu tukapoteza mwelekeo kabisa. Kwa hiyo tukarudi kulelewa tena na bibi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV na popote pale ulipo. Leo tumeweza kufika katika kituo cha Oktira kilichoko hapa Lugono kwa ajili ya kutembelea watoto yatima ambao wanalelewa katika kituo hichi. Wengi mmekuwa mkisikia jina la Oktira, kwa bahati mbaya wengi wenu au baadhi yetu hatujawahi kuona sura yake, na mashallah kwa leo tumeweza kukutana naye. Tutakuwa na mazungumzo mafupi kuhusiana na kituo chake, alivyoanza kituo chake na namna ambavyo ameweza kulea watoto ambao ni wengi, hasa kwa namna ambavyo tumeweza kuwaona. Oktira, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah rabbil alamin. Mzima kabisa. Shukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. Leo tumefika katika siku nzuri, umetoka katika mashindano ya Qur'an, na mtazamaji anataka kujua umetoka katika mashindano ya aina gani na zawadi gani ambayo umetuletea? Naam, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetoka katika mashindano ya Qur'ani. Mimi nilikuwa kama mgeni mwalikwa kule. Lakini pia upande wetu sisi hatukupeleka leo wanafunzi, ila jamaa zetu ndio wamepeleka wanafunzi na wenyewe pia ndio wameshinda. Mashallah. Na laiti kama Oktira angepeleka wanafunzi, basi zile tunzo zote zingekuwa za kwake, ama ninachokisema sio cha ukweli? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mpaka imefikia kuna baadhi ya madrasa wanasema msimwalike Oktira katika madrasa hizi, atakuja kuchukua zawadi zote na watoto wake. Kiukweli mashindano yote huwa tunachukua namba 1 mpaka zote, watoto tutakaowapeleka wote wanapata nafasi. Mashallah. Labda kwa kiufupi unaweza kutuambia siri ni nini hasa wakati ambao unapeleka watoto kwenye mashindano wote wanakuwa wanachukua zawadi? Labda tuanzie hapa, siri huwa ni kitu gani? Siri kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hili jambo ni la kiibada. Jambo lote la kiibada natakiwa ulifanye kwa ikhlas. Kubwa kwanza ni ikhlas. Hizi zawadi ni kama ni motisha tu. Kwa hiyo sisi tunakwenda kusoma na kuonyesha ufundi ambao tumejifunza sisi katika ishu ya Qur'ani. Tunaondoka hapa kwa ikhlas, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na watoto wetu wote wanashinda. Kwa hiyo mimi mama yao nasimamia hilo jambo, watoto wangu wanashinda vizuri, na wakienda huko wanafanya vizuri kwa sababu tayari wanashamtawakkal Mwenyezi Mungu, na wanakuwa tayari wao wamejipinda kwa ajili ya kutafuta radhi za Mungu tu, sio kwa ajili ya zawadi. Kwa hiyo zawadi inakuja tu kama vile automatic tu Mungu amejalia ili wapate, lakini wanafanya hivyo kwa sababu hili jambo la kiibada na wanalifanya kiibada zaidi. Mashallah. Mwenyezi Mungu azidi kukulinda na azidi kukilinda hichi kituo cha Oktira. Mtazamaji, kama ambavyo nilikwambia mwanzoni, tutajaribu kudadisi baadhi ya maswali ambayo wakati mwingine unajiuliza. Oktira, mtazamaji wangu anatamani kujua hasa Oktira ni nani? Naam, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake. Oktira ni Oktira. Mimi ni mtoto ambaye nimezaliwa katika, Mungu amejalia wazazi wangu walikuwa, mamangu ni polisi na upande ni daktari, na baba yangu alikuwa ni captain wa jeshi, alikuwa anaishi Urusi. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwetu maisha yalikuwa ni mazuri. Maisha yalikuwa ni mazuri kwa sababu nafikiri mnafahamu watoto wa kota wanavyokuwa. Sisi walikuwa wafanya kazi kwetu wa kike na wa kiume. Umeona? Watoto wetu wa kike na wa kiume, yani wafanya kazi wa kike na wa kiume, na maana tukiamka kila kitu kinakuwa kiko tayari. Yani pasi zimepigwa, chai za maziwa, yani tunakula vizuri, maisha ni mazuri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaona yale maisha kwa Oktira sio sahihi. Akaanza na mamangu, akamchukua mamangu, na baada ya kuchukua mamangu, kwa hivyo kina baba mara nyingi, sio baba wote, baba wengi wanakuwa sio walezi. Hasa mama ndio anakuwa anachukua nafasi kubwa sana katika swala zima la malezi ya watoto. Kwa hiyo alipoondoka mama yetu tukapoteza mwelekeo kabisa. Kwa hiyo tukarudi kulelewa tena na bibi. Umeona? Kwa hiyo baada ya kulelewa na bibi yetu sisi ndio ametushape mpaka mkanijua mimi Oktira. Kwa sababu ningelelewa maisha yale ambayo nimelelewa na mamangu, yale maisha kila kitu unafanyiwa, yale maisha sio sahihi. Na hata wewe mtazamaji unaonisikiliza, kumlea mtoto wako kama mayai si maisha salama, kwa sababu mtoto akishakuwa ameondokewa na mzazi wake anayumba sana. Kwa hiyo tukapeleka kwa bibi yetu. Huyo bibi yetu ni dada wa bibi yetu mza mama. Huyo yeye Mwenyezi Mungu alimjalia, aliolewa kwa Arabu, kazaa watoto wake wawili, mmoja alifariki na mwingine ndio akawa anamlea. Sasa yule mjomba wetu alikuwa kila Jumamosi pale nyumbani analeta vyakula vingi. Muona analeta vyakula kwenye magari, anashusha pale, anamwambia mama yake sitaki uingie shambani. Kwa hivyo mjomba akiondoka tu
bibi anatuambia shambani. Kwa hiyo tumeanza kulimishwa na bibi yetu, hatujui kushika jembe linashikwaje. Tukaanza kulimishwa pale, tunafanyishwa kazi ngumu, muona ninatwanga na nini. Kwa hivyo yale maisha yakafanya mimi niwe uktiraya. Na ndani ya miaka 13 nilipofikisha, manake mamangu amefariki mimi na miaka 10. Nilipofikisha miaka 13 nilimwambia Mungu, nikikua naomba unithibitishe niweze kulea watu yatima na wenye mazingira magumu kwa maisha haya the way ninayopitia. Muona bibi yetu tulikuwa tunamuona kama ni mkatili, lakini sasa tunaona thamani yake. Aliweza kutulea kiugumu, kwa sababu utakuta mchele ndani upo, anaanika mpunga, anasema mtwange mpunga kwanza. Akimaliza ule mpunga tunatwanga, anarudisha ndani, anatoa mchele. Pikeni. Kwa hiyo tunamuona bibi ana vipi huyu bibi, mbona tumuelewi, lakini kumbe alikuwa anatutengenezea mazingira ya kuweza kujua watu. Kwa hiyo nakumbuka maisha nilikuwa nikiishi na marehemu mamangu yasingenifanya mimi nikajua watu. Kwa hivyo mimi sasa hivi ukiniambia shida naifahamu, ukiniambia matatizo najua, ukiniambia kufiwa nafahamu. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu, safari ya uktiraya ikaanza hapo na mpaka sasa watu wanamjua uktiraya. Anafanya haya majambo kwa sababu ni nia yangu, nilimwambia Mungu natakiwa nifanye kazi ya kulea mayatima na wenye mazingira magumu, ili kusudi watoto yatima wanapokosa mtu wa kuwashika kipindi wadogo wanapitia magumu sana. Kwa hivyo mimi ni sehemu ya kuwashika watoto yatima na wenye mazingira magumu mpaka na wenyewe wafikie ndoto zao. Kwa hiyo mimi nimekaa hapa kwa ajili ya kuwalea na nakisha wana maisha yao. Ndo furaha yangu na ndo ibada yangu ambayo nimejichagulia na nimemuomba Mungu anifanyie pesa. Kwa hiyo kifupi huyu ndo uktiraya kwa ufupi. Kama kuna maswali mengine niulize, bismillah. Labda kwa mara ya kwanza tunajua kwamba unapokuwa unaanzisha jambo mwanzoni huwa kuna changamoto na ugumu wake. Labda kuna baadhi ya watu wanajiuliza, ni kweli ulitia nia ya kuja kulea watoto yatima? Sasa mara ya kwanza kusema kwamba huyu ni mtoto yatima na mchukua naanza kumlea, ulianzia wapi? Na hiyo siku kama unaikumbuka, ulianza na watoto wangapi? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi maisha yangu yote ninapenda kuishi na watu. Hata nilikuwa nikikaa tu hata nyumbani kwangu tulikuwa napenda kuishi na watu. Kwa hivyo ili mpaka nimefikia kuanza kulea watoto yatima ni ile nia yangu. Sababu tunaambiwa katika Uislamu innamal a'malu binniya. Kwa hiyo nia Mungu akawa ameithibitisha. Kwa hiyo nilianza kulea watoto hawa 2012 nikiwa katika kijiji cha Mindu, Morogoro hii. Kwa pale nilianza na wanafunzi, ilikuwa kama madrasa tu. Umeona, lakini kuanza kulea watoto walikuwa kama watoto 5 hivi ambao wale mayatima kabisa ambao wafiwa, ndio kaanza kuwalea. Kwa safari ikaanzia hapo na mpaka sasa hivi tumetoka pale Mindu, tumehamia hapa Lugono, tuna watoto 100 na zaidi. Kutoka watoto 3 hadi watoto 100 na zaidi. Labda siri ya mafanikio katika kulea watoto yatima. Tunajua kwamba watoto ni wengi, wana mahitaji mengi. Watu wanakuwa wanajiuliza, uktiraya, hao watoto anawezaje kuishi nao, awapatie mahitaji ya nguo, mavazi na elimu? Anawezaje uktiraya? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza naamini Allah ndio kila kitu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Mwenye kumtegemea Mungu basi Mungu anatosha. Kwa hivyo maisha ya uktiraya ni ya kumtegemea Mungu sana. Na uktiraya hajawahi kufeli na hajawahi kukosa eti kusema nimefunga mlango nimeenda kulala tumekosa chakula, au mtoto kakosa kutibiwa, au kuna issue mtoto kakosa nguo. Haijawahi kutokea. Yani wallahi naona tu ni from nowhere tu Mwenyezi Mungu analeta vitu pasina mimi mwenyewe kujua. Uktiraya akiamka asubuhi yuko nyumbani kwake ni kusomesha Qur'ani na kukaa na watoto, lakini hatujawahi kulala na njaa katika maisha hayo. Ni Mwenyezi Mungu anayatengeneza yote hayo. Umeona, hakuna shida ambayo kusema eti mimi naumiza kichwa kuhusiana na watoto, kwa sababu hiyo ni mamlaka ya mbinguni, mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo anayatengeneza. Kwa hivyo namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, naishi hivyo na hao watoto na hatujawahi kupata tabu tusema tumelala na njaa. Na sasa hivi tunajiingiza kwenye kilimo, tunalima, kwa sababu kama hivyo nimefundishwa kulima mimi. Kwa hiyo tunalima, tunafuga. Yani ni sehemu ya nyumbani kwangu. Na naamini unapoishi na yatima riziki zinafunguka kwa wingi sana. Kwa hiyo hawajai kulala na njaa hawa watoto wala kuchana na njaa. Na ndio maana hata watu wananishangaa, anawezaje? Allah ndo anayeweza, na Allah ndo mwenye kutoa riziki, na Allah ndo mwenye kufanya kila kitu. Uktiraya hiyo anakuwa ipo tu kwenye kampuni ya Mungu, anatumwa tu, lakini Allah ndiye anafanya kila kitu. Kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wamepoteza wazazi wao, lakini wana baba mdogo, wana mama wadogo, wana washangazi, lakini wamekuwa wakitelekezwa ama kuishi katika maisha ambayo wasingepaswa kuishi katika hayo maisha, labda kwa kutengwa au kufanyiwa vitu vingine kama hivyo. Ukiwa miongoni mwa watu wa mifano kwa hapa Tanzania unaolea watoto yatima, sasa hebu tuzungumzie kwa kiasi kidogo kwa wama yatima wa majumbani. Nini ambacho huwa kinashindikana kwa watu kuwalea
mayatima ambao ni damu za ndugu zao? Napenda kusema jambo moja. Kwanza, watu wengi hawana hofu ya Mwenyezi Mungu. Halafu watu wengi ni wabinafsi. Watu wengi hawapendi kulea damu za watoto wenzao. Halafu ndugu, mimi sitakuamini kama yatima hana ndugu. Yatima na baba mdogo na shangazi na mjomba. Lakini watu ibani zimewatoka, hawawezi kulea watoto wa ndugu zao. Na wanashindwa kuwalea watoto wa ndugu zao kwa sababu ya kuwa na roho mbaya. Ni roho mbaya tu. Hakuna kitu kingine. Mtu anampendelea mtoto wake, anaacha kumwangalia mtoto wa ndugu yake. Na pengine mtoto wa ndugu yake ndio angemfanikisha katika maisha yake kuliko hata huyo mtoto wake. Wangapi tunawaona watoto wao wamewadhalilisha? Wangapi tunaona wanapigwa na watoto wao? Wangapi tunaona mtoto ambaye umemlea kwa ni yatima ndio anakuja anakuokoa wewe? Kwa hivyo mimi nasema ni imani zimetoweka, watu hawana imani na watu hawana hofu ya Mwenyezi Mungu. Hilo tu. Kwa sababu kama mimi naweza kuishi na watoto wengi, wewe una watoto wawili watatu unashindaje kuishi nao? Na watoto wa ndugu yako. Kwa hivyo hata na saa zangu napenda kuwaambia nyinyi ambao mko hai mnaosikia maneno yangu hapa, napenda kuwaambia kila mtu ajipange kufanya wema kwa mtoto wa mwingine, ili hata kama kesho na kesho kutwa ukifariki, Mungu naye anakuletea mtu mwema kulea watoto wako. Lakini ukifanya ubaya kwa mtoto mwenzako, na wewe kesho na kesho kutwa Mwenyezi Mungu atakuleta mtu mbaya wa kumsugua mtoto wako. Hapo ni kwa ufupi Ukhti Raya ametueleza na yeye ni nani, aliwezaje kwanza kulea watoto yatima. Sasa tunataka tufahamu Ukhti Raya, labda ni kitu gani katika malezi ambacho kwa upande wako unahisi ni changamoto? Changamoto ziko nyingi sana, kwa sababu hakuna kazi ambayo haina changamoto. Watoto wengi wanaokuja hapa, wengi wamepitia magumu zaidi. Umeona, kama hata sisi wenyewe hatujapitia hayo magumu hayo. Umeona, sisi tumepitia mambo ya kulimishwa tu, tukaona kama ni adhabu, lakini kumbe tulikuwa tunajengwa na tunafundishwa. Lakini hao wenzetu wamepitia ukatili, wamefanywa ukatili na baba zao, wako hapa. Wengine watoto ni wachawi, wazazi ambao wametengana au wazazi wamekufa, amebaki bibi anakumlisha mtoto uchawi. Kwa hivyo nimepambana na watoto wa kichawi, mpaka kuacha uchawi sio kazi rahisi. Nimepambana na watoto uwezi, kuacha mpaka uwizi sio kazi rahisi. Ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hizo ni changamoto kubwa ambazo nakutana nazo mara kwa mara, lakini Mungu ananisaidia kwa sababu ni kazi ya kiibada. Wote wanaacha wizi na wote wanaacha uchawi. Mashaallah, Mwenyezi Mungu akubariki. Na vipi katika upande wa kielimu, unawawezesha kwa kiasi gani? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uchache wangu na kwa udogo wangu, watoto wote wanapata elimu. Kuna kuanzia la kwanza mpaka la 7 na kuna kuanzia form 1 mpaka form 4. Na huko wakifika form 4 kuna wengine sasa hivi nasubiri kwenda chuo. Naam, haya ni maneno mazito kutoka kwa Ukhti Raya Subaha, mama shupavu, mama mlezi aliyeamua kutoa muda na mali zake kwa ajili ya kulea watoto ambao wazazi wao wametangulia mbele ya haki, pamoja na watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Tunayo mengi ya kujifunza kutoka kwa Ukhti Raya, mimi na wewe. Je, watoto wa yatima tunawalea au tunawatunza au tunawachukulia katika mazingira gani? Ulikuwa nami Ramadhan Idi Limu, kwenye maiki nyuma ya kamera yuko Mwigulu Saga. Tulikuwa na ziara ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro wakiongozwa na Rais wa MUMSO Adam Hamisi Kimaya, kiambatana na viongozi mbalimbali. Hadi muda mwingine kwa mengi mazuri.